ni sakramenti ya upendo, umoja na karamu ya Pasaka, ni sadaka ya mwili na damu azizi ya Yesu. Ekaristi takatifu ni sakramenti ya upendo, umoja na karamu ya Pasaka, ni sadaka ya mwili na damu azizi ya Yesu. Kila tunaposhiriki mwili na damu yake Yesu, roho zetu hujazwa, roho zetu hujazwa. Ekaristi takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Katika Ekaristi takatifu, fumbo la ukombozi wetu linawekwa hai na kufikia kilele katika sadaka ya Bwana. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, na hii ndiyo damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Rejea Injili ya Luka sura ya 22 haya ya 19 hadi haya ya 20. Sisi sote tunaalikwa kwenye karamu hii ili tuweze kushiriki kikamilifu katika uzima ule ule wa Kristo Yesu. Kristo mpendwa, karibu katika tafakari ya neno la Mungu katika sherehe ya Ekaristi takatifu. Maana ya Ekaristi. Neno Ekaristi asili yake ni lugha ya Kigiriki Eucharistien, ikimaanisha shukrani. Ekaristi takatifu ni sadaka, mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Pia huitwa misa takatifu, karamu ya Bwana, kumega mkate, kusanyiko la kiekaristi, ukumbusho wa mateso na kifo na ufufuo wa Bwana, sadaka takatifu ya misa, liturujia takatifu, sakramenti takatifu sana ya altare na komunyo takatifu. Ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka ambamo waamini umpokea Kristo na roho ujazwa neema na kupewa amana ya uzima wa milele. Ekaristi ni kitovu na kilele cha maisha ya kanisa. Kwa kuwa kwayo Kristo anachangamana na kanisa lake na waamini wake wote na sadaka ya sifa na shukrani iliyotolewa mara moja msalabani kwa Mungu Baba. Kwa sadaka hii anamimina neema za uokovu kwa mwili wake ambao ni kanisa. Papa Leo wa 13 anasema, Ekaristi takatifu ni roho ya kanisa, sakramenti ya umoja na upendo. Kimsingi Ekaristi ni kiini kamili katika kanisa, na kanisa haliwezi kitu pasipo hiyo. Kwa sababu hiyo, Kristo mwenyewe anayejitoa kweli kama sadaka kwa ajili yetu ndiye huyo ambayo ni kanisa katika Ekaristi takatifu. Na katika Ekaristi kanisa hufikia uhalisia wake wa juu wa asili yake, yaani kuwa linaonekana la daima na alama wazi ya neema ya wokovu ya Mungu iliyopo duniani kupitia Kristo. Ekaristi takatifu ni chemichemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo. Katika Ekaristi takatifu, tendo la Mungu kutakatifuza ulimwengu katika Kristo na kilele cha tendo la watu kumwabudu Mungu katika Kristo hufanyika. Katika Ekaristi mna kila hazina ya kiroho ya kanisa, yaani Kristo mwenyewe, Pasaka wetu. Ekaristi ndiyo ishara thabiti na sababu ya hali ya juu kabisa ya ushirika katika uzima wa kimungu na umoja ule wa taifa la Mungu ambalo unalifanya kanisa liwepo. Kwa njia ya adhimisho ya Ekaristi takatifu, tunaungana sisi wenyewe na liturujia ya mbinguni na tunaanza kutangulia kushiriki uzima wa milele. Katika sadaka ya Ekaristi, kanisa hutolea maisha ya waamini, masifu yao, mateso yao, sala zao, kazi zao, na kuyaunganisha na yale ya Kristo kwa Mungu Baba. Kwa vile ni sadaka, Ekaristi hutolewa kwa waamini wote, wazima na wafu, kwa ajili ya maondoleo ya dhambi zao na kupata rehema ya Mungu. Kanisa la mbinguni pia linaungamana na matoleo ya Kristo. Ekaristi ni sakramenti. Ekaristi ni mojawapo ya sakramenti 7 za kanisa ambazo ni alama ya wazi zilizowekwa na Yesu Kristo mwenyewe.
ili kutuletea neema ya wokovu. Ekaristi ni sakramenti inayokamilisha tendo zima la kumuingiza mkatekumeni katika Ukristo. Tofauti na sakramenti nyingine, Ekaristi ni Kristo mwenyewe katika maumbo ya mkate na divai. Ni sakramenti ya sakramenti. Mtakatifu Tomaso wa Aquino anasema, sakramenti zingine zote zimeimarishwa kwake kama ndiyo mwisho wa sakramenti hizo. Uwepo wa Kristo katika Ekaristi unainua Ekaristi juu zaidi kuliko sakramenti zingine, ukiwa ndiyo ukamilifu wa maisha ya kiroho na ndiyo mwisho ambao sakramenti zote hulenga, kwani ndani yake kuna mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kweli halisi na uwamo kamili pamoja na Roho wa Mungu, na hivi ni Kristo mzima kabisa. Mababa wa mtanguso wa Trenti walitoa tamko ya kuwa kwa sababu Kristo mkombozi wetu ndiye aliyesema mwenyewe kwamba ulikuwa ni mwili wake kweli ambao alikuwa anatoa sadaka kwa namna ya mkate na damu, kwa namna ya divai, imekuwa tayari imethibitishwa kwa kanisa la Mungu kwamba kutakatifuza mkate na divai hutokea mabadiliko ya kiini chote cha mkate na divai kuwa katika kiini cha mwili wa Kristo Bwana wetu, na kiini chote cha divai kuwa katika kiini cha damu yake. Uwepo huu huanza dakika ya mageuzo na kudumu muda wote maumbo haya yanapokuwepo. Hivyo Kristo yupo mzima na mkamilifu katika kila mmojawapo ya maumbo ya mkate na divai, na ni mzima na mkamilifu katika kila sehemu yao. Kwa jinsi hii kwamba kuimega Ekaristi takatifu hakumgawanyi Kristo hata kidogo. Uwepo wa Yesu unabaki kwenye kila kipande kidogo kilichovunjika, na hata katika tone la damu yake uwepo wa Kristo umo kamili kabisa katika Ekaristi nzima. Ukweli huu Kristo mwenyewe anaudhihirisha katika muujiza wa Lanciano, chanzo na asili ya sakramenti takatifu. Sakramenti ya Ekaristi takatifu iliwekwa na Yesu Kristo mwenyewe siku ya Alhamisi Kuu, wakati ule wa karamu ya mwisho aliyokula pamoja na wanafunzi wake kwenye chumba cha juu. Usiku ule alitolewa kwake ili kuendeleza sadaka ya msalaba siku zote mpaka atakaporudi kwa utukufu. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 23 hadi aya ya 26. Uwezo wa kugeuza mkate kuwa mwili wake na divai kuwa damu yake alitoa Yesu Kristo mwenyewe siku hiyo kwa maaskofu na mapadre wote wa Agano Jipya kwa njia ya mitume. Rejea Injili ya Luka sura ya 2 aya ya 19 na Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 23 hadi aya ya 25. Tanguso mkuu wa pili wa Vatikani unathibitisha kwamba Ekaristi ni chemichemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo, chemichemi na kilele cha uinjilishaji wote. Kumbe Ekaristi inaunda kanisa na kanisa linaitengeneza Ekaristi, na ndimo linamochota nguvu ya kiroho. Hivyo hakuna jumuiya ya Kikristo inayoweza kujengwa na kusimama imara bila adhimisho la sakramenti kuu ya Ekaristi takatifu. Katika Ekaristi takatifu, fumbo la ukombozi wetu linawekwa hai na kufikia kilele katika sadaka ya Bwana kama inavyotamkwa katika maneno ya konsekrasio. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, na hii ndiyo damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Rejea Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 19 hadi aya ya 20. Sisi sote tunaalikwa kwenye karamu hii ili tuweze kushiriki katika uzima ule ule wa Kristo. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kama mimi. Yohane sura ya 6 aya ya 56 hadi 57. Ekaristi takatifu ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo. Hivyo inatuunganisha watu wote kwa muda wote bila kujali tofauti zetu za aina yoyote ile. Huu ni ukweli ulio wazi. Kristo anasema,
Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu nami ndani yake. Kwa kuwa tunakuwa kile tunachokula, tukila mwili wake Kristo na kunywa damu yake Kristo, basi tunakuwa na Kristo ndani yetu na tunakuwa kitu kimoja na Kristo. Ndio maana tunaitwa wa Kristo. Mbele ya Ekaristi Takatifu, tofauti zetu za kisiasa, kikabila, kivyama, kitaifa, kirangi hazina nafasi, kwa kuwa kila mmoja ana Kristo ndani yake, na Ekaristi Takatifu inatupa msamaha wa dhambi, nasi tunasameana na kuwa wamoja. Adhimisho la fumbo la Ekaristi Takatifu ni tendo la toba linalotutakasa kabisa kutokana na dhambi zetu ndogo ndogo. Linatupatia nguvu katika vita dhidi ya uovu na kutuepusha na kuanguka tena dhambini. Maana yake linatupatia nguvu ya kupambana na dhambi. Lakini kwa habari ya dhambi za mauti, sakramenti ya kitubio haiepukiki. Mtakatifu Ambrosi anasema, Ekaristi ni mkate wetu wa kila siku kwa ajili ya dhambi zetu za kila siku. Inatupatia silaha bora dhidi ya vishawishi. Didake, yani mafundisho ya mitume, yanasema, pasiwepo mtu wa kunywa wala kupokea Ekaristi pamoja nanyi isipokuwa wale tu waliobatizwa na jina la Bwana. Kwa maana ilikuwa ni marejesho ya jambo hili kwamba Bwana alisema, msiwape mbwa vitu vitakatifu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 6. Ifikapo siku ya Bwana, baada ya kukusanyika na kuwa pamoja, mtamega na kutoa Ekaristi baada ya kuungama makosa yenu, kusudi sadaka yenu iweze kuwa safi. Lakini asiruhusiwe mtu yeyote aliyekuwa na ugomvi na jirani yake ajiunge nanyi mpaka awe amefanya suluhisho, la sivyo sadaka yenu ni batili. Mafundisho ya mitume, yani didake, yanatuambia hivyo, yanatufundisha hivyo. Na kwa hivyo Mkristo kuinua upanga dhidi ya mwingine ni kwamba anajiinulia upanga mwenyewe na anamuinulia Kristo upanga. Hivi ndivyo alivyomwambia Paulo alipokuwa anawatesa wa Kristo, ni mimi Kristo unayenitesa. Na ndiyo maana anasema, chochote ulichowatenda hawa wadogo umenitendea mimi. Ekaristi inatufanya tujitoe mhanga kwa maskini, na hii tunaipata katika mafundisho ya Katekism ya Kanisa Katoliki nambari 1391, 1397, 1416. Ni ishara, ni hasara kubwa sana kutopokea Ekaristi kwa kuwa umejiwekea vizuizi, ulivyojifungia. Wale wasiopokea Ekaristi Takatifu na wanaombwa au wanapewa ushauri wafanye bidii kubomoa kuta za vizuizi ili waweze kumpokea Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu, ili waungane na jamii ya waamini katika Ekaristi na kuwa kweli wa Kristo. Tukiwa na tofauti katika familia, katika nafasi za kazi, katika vyama vyetu vya kisiasa, tuiangalie Ekaristi Takatifu ili iwe sababu yetu ya kuthaminiana, kuheshimiana na kupendana, kwa kuwa Ekaristi inatuunganisha, inatufanya tuwe wa Kristo wa kweli kweli. Tumsifu Yesu Kristo katika sakramenti kuu ya altare.